mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili: wakataa ubaguzi wa itikadi za dini. Mitandao ya kijamii yatumika kuonyesha mshikamano na umoja, wachangiaji wakipinga uchochezi na matamko ya kuwagawa kutokana na imani za kidini. Wataalamu wa masuala ya jamii, viongozi wa dini watoa kauli. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yalitoa kifungoni kanisa la Askofu Gwajima. Habari katika ukurasa wa 2. 174 idadi ya siku ambazo kanisa hilo lilifutwa kuanzia Juni 2 mwaka 2025. Watuhumiwa 210 vurugu za Oktoba 29 waachiwa huru. Watuhumiwa makosa ya kuchoma moto, kuharibu mali za umma na unyang'anyi wa kutumia silaha wakati wa vurugu za uchaguzi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Fedha za sherehe ya uhuru kukarabati miundombinu. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika ndoto hofu vyuo kuzalisha wabunifu. Habari katika ukurasa wa 12. Mjadala kama mfumo wa elimu nchini Tanzania unazalisha wahitimu au wabunifu umeendelea kushika kasi, hasa katika zama hizi ambazo dunia inabadilika kwa kasi kubwa kutokana na maendeleo ya teknolojia na ujio wa akili unde AI. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 12, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele.